Tarehe ni 30 mwezi huu wa 3 mwaka 2026. Nikaribishe tena katika gumzo la spoti. Kumbuka kwamba siku hii ya Jumatatu anakisha kwamba nazungumzia masuala ya soka ambayo yamefanyika juma nzima. Mimi ni mtoto mama, kijana Wanyore, kijana Vihiga, kijana Luanda, John Anthony Orao. Tukianza hapa nchini Kenya, kumbuka kwamba ligi kuu nchini Kenya ilikuwa inaingia katika mzunguko wake wa 25 na mechi tofauti sana iliweza kuchezwa. Siku hiyo ya Jumamosi, kumbuka kwamba Posta Rangers walipiga dhidi ya Kakamega Homeboys na Kakamega Homeboys yake Toto Shimanyula alipata ushindi wa magoli 2-0, alama 3 muhimu. Vile vile KCB akapiga dhidi ya Mara Sugar, KCB akajizolea ushindi mwembamba goli 1-0. Mechi kati ya Bandari dhidi ya Bidco United, vile vile Bandari walikuwa nyumbani wakapata ushindi wa goli 1-0 wanapoti wale. APS Bomet dhidi ya Nairobi United, mechi ile iliweza kusitishwa kutokana na uwanja mbaya ule wa Gusii. Kumbuka kwamba uwanja ulikuwa ni mbovu, mwisho wa siku mechi ile ikaweza kuahirishwa. Kwa hivyo mechi ile iliweza kurudiwa pale ambapo Nairobi United walipata ushindi baadaye. Naam. Siku ya jana ikumbuke kwamba FC Leopards walipiga dhidi ya Kariobangi Sharks wakapata ushindi wa goli 1-0. Ulinzi Stars wakapata ushindi wakiwa nyumbani na magoli 2-0 dhidi ya Sofapaka. Sofapaka wameendelea na msururu mbovu wa kuweza kuchabangwa kila mara. Shabana akiwa nyumbani vile vile akapata ushindi wa goli 1-0 dhidi ya Murang'a Seals. Na kwa hivyo daisha ili kwamba Gor Mahia wanashikilia nafasi ya kwanza kwa alama 56, lakini wana mechi moja mkononi. FC Leopards baada ya ushindi wake hapo jana alama 3 muhimu, nafasi ya pili kwa alama 52. Na kumbuka kwamba ikiwa Gor Mahia atakuwa anashinda mechi yake bado atakuwa anatanua ile pengo, lakini kwa sasa ni alama 4 mbele ya huyu mwana FC Leopards. Shabana nafasi ya 3 kwa alama 43, Kakamega Homeboys ni 4 kwa alama 42. Kenya Police wanashikilia nafasi ya 5 kwa alama 40. APS Bomet, Bidco United na Sofapaka washikilia nafasi ya 16, 7, 8 mtawalia akiwa na alama 22, alafu na alama 15 katika ligi hiyo ya hapa nchini Kenya. Taifa kikubwa zaidi na kuuliza kwamba je, unadhani kwamba nani ambaye atakuwa anafanya vizuri katika ligi ile? Siku zote mimi wanapenda kukushirikisha katika rubaa za kimataifa. Kumbuka ya kwamba michuano za kirafiki zinachezwa hivi sasa na vile vile FIFA Series. Na FIFA Series kumbuka kwamba ni michuano ambayo imeweza kuletwa hivi majuzi na ile shirikisho la soka nchini, vile vile shirikisho la soka ulimwenguni FIFA, ili kuhakikisha kwamba wanashirikisha zile timu ambazo kidogo ziwezi zikapatana na zile timu ambazo mara nyingi tumezoea kupiga pale katika World Cup. Kumbuka kama timu kama Harambee Stars na ni kama ipo siku watamenyana na Croatia ama kuzipiga dhidi ya Brazil, pasi wao kufuzu katika michuano ile ya World Cup. Na tukizungumzia michuano ya World Cup, ikumbuka kwamba Marekani ndio waandalizi wa mwaka huu wa michuano ile ya World Cup. Na ikumbuka kwamba ninavyozungumza hivi sasa kuna vita ambavyo vinaendelea kule Marekani, vile vile Israel na vile vile ile taifa la Iran. Kwa hivyo ni kidonda ndugu, hatujui kwamba akiwa kama mashindano yale yatakuwa yanaweza kuandaliwa. Maana hata vile vitu tukizungumzia mashindano hayo, ile sema ya kwamba the gate pass ni takriban na mara 10 zaidi ya ile pesa ambayo tulikuwa tunatumia kipindi kile tulipokuwa kule Qatar. Kumbuka hivi sasa kwa kutazama tu mechi moja peke yake unapata kwamba unalipa more than takriban shilingi laki 500. Laki 5 pesa za Kenya, 500,000. Kwa hivyo ile visa kidogo pia iko juu sana, na vile vile pia kuna sintofahamu manake vile vita bado zinaendelea. Kwa hivyo hatujui kuwa kama mashindano, na hata vile vile kauli zake Trump. Trump alionekana akisema kwamba ikiwa basi ikiwa kama haupendi maisha yako wewe njoo, na kama ni lazima ukuje pia wewe njoo ukashuhudia ile michuano ya World Cup. Kwa hivyo nakuuliza asubuhi ya leo, je, unadhani kwamba Trump ama unadhani kwamba Marekani itakuwa inaandaa michuano ile ya World Cup, and how safe it is? Manake nakumbuka kwamba Mexico akaweza kutolewa donge mdomoni, manake walikuwa miongoni mwa wale ambao angeandaa michuano ya World Cup. Lakini for now, wakati ambapo vita vinaendelea kule, do you think that Marekani itakuwa katika ile kiwango kizuri cha kuweza kuandaa mashindano wale? Tukisalia katika mashindano hayo ya vile vile ya kimataifa na friendly, kumbuka kwamba Kenya iliweza kuchuana dhidi ya Estonia hapo siku ya
siku ya Ijumaa na wakaweza kupata kichapo cha magoli 6-5 baada ya mechi ile kuweza kuishia sare ya kufungana goli 1-1. Ryan Ogamba akaweza kuisawazishia timu ya Harambee Stars. Na mwisho wa siku mimi husema kwamba penalty haina fundi. Chochote kinawezekana katika mchezo wa penalty. Mimi kwa mtazamo wangu kama Antonio, Harambee Stars walionyesha mchezo mzuri na ikumbuka ya kwamba ilikuwa inacheza na taifa ambalo haijawahi kucheza nayo. Estonia ni baadhi ya mataifa ambayo kisoka wameweza kujimarisha kwa sawa zaidi. Na leo hii watakuwa wanaweza kuchuana na ile taifa la Grenada. Ikumbuke kwamba tafuta tule mshindi wa 3 manake is a tournament, na vile vile Rwanda atakuwa anapiga finali saa 4 dhidi ya ule mwana Estonia. Kwa hivyo Harambee Stars watakuwa shuka dimbani leo majira ya saa 1 jioni kuweza kuzipiga dhidi ya Grenada, mechi ambayo kwa tutanafasika hapa Makamili itakuwa nakuletea live mchuano hiyo. Vile vile tukisalia kule katika rubaa za kimataifa, kumbuka kwamba ligi kuu nchini Kenya, nchini Uingereza iliweza kusitishwa kwa kupisha michuano ile ya kimataifa. Na itakuwa inarejelewa wikendi ijayo. West Ham atapiga dhidi ya Wolves siku ya tarehe 10 Friday hiyo. Alafu Saturday atapiga siku ya Saturday tarehe 11. Arsenal atakuwa anapiga dhidi ya Bournemouth, Brentford dhidi ya Everton, Burnley dhidi ya Brighton, Liverpool atapiga dhidi ya Fulham, alafu Crystal Palace atapiga dhidi ya Newcastle, Nottingham Forest atapiga dhidi ya Aston Villa, Sunderland dhidi ya Spurs, alafu Chelsea atamazodia dhidi ya huyu mwana Manchester City derby ile. Alafu siku ya Jumatatu tarehe 13 Man United atapiga dhidi ya Leeds United. Ndio namna ambavyo mambo yatakuwa katika ligi ile ya EPL. Kikubwa zaidi napomaliza nimekushikisha kwamba nakuuliza, je, unadhani kwamba michuano ya World Cup is it safe kwa hiyo kuchezwa katika ile taifa la Marekani? Pasi na hivi sana unavyoshuhudia vita vile vinavyoendelea kule. Je, unadhani kwamba kuna baadhi ya mataifa ambayo kidogo yanahusika katika vita vile na yanastahili kuweza kushiriki katika michuano ile ya World Cup? Do you think that itaweza kuathiri michuano ya World Cup katika mwaka 2026? Talk to me katika ukurasa wetu wa Facebook, Amaika Media, TikTok, Amaika Entertainment, vile vile katika ukurasa wetu wa YouTube utafuta Amaika Radio, Amaika TV, na kikubwa zaidi unaweza download app ya kwetu ya Amaika Radio app. Usibonyeze grille. Nimekuwa kwa mtoto wa mama, kijana wa Nyore, kijana ya Luanda, John Anthony Orao, na hii ni Amaika Viwanjani.